Mkurugenzi mkuu wa kampuni kubwa zaidi duniani ya kutengeneza kondom ama mipira ya kiume, Carex, amesema kampuni hiyo inapanga kuongeza bei za bidhaa zake kwa hadi 30% au zaidi iwapo vita kati ya Iran vitaendelea kuvuruga upatikanaji wa malighafi zinazotumika kutengeneza bidhaa hizo. Mtendaji mkuu wa Carex, Gor Maikeat, aliambia vyombo vya habari kuwa gharama za uzalishaji zimeongezeka kwa kasi tangu kuanza kwa mzozo huo. Kampuni hiyo yenye makao yake Malaysia uzalisha zaidi ya kondom bilioni 5 kwa mwaka na usambaza bidhaa za chapa kubwa duniani kama Durex na Trojan pamoja na mifumo ya afya ya serikali kama NHS ya Uingereza. Go alitoa kauli hizo katika mahojiano na Reuters na Bloomberg, huku BBC ikisema imewasiliana na kampuni hiyo kwa maelezo zaidi. Usambazaji wa mafuta duniani umeathirika vibaya tangu Iran kujibu mashambulizi ya anga kutoka Marekani na Israel kwa vitisho vya kulenga meli zinazopita katika Strait of Hormuz, aliyoweza kufanya njia hiyo muhimu ya usafirishaji karibu kufungwa na kusababisha msukosuko mkubwa katika minyororo ya usambazaji duniani. Takriban theluthi moja ya tano mafuta ghafi ya dunia na gesi asilia iliyoyeyushwa ni LNG pamoja na kemikali nyingine za petroli hupita katika mlango huo wa bahari. Carex hutegemea malighafi zinazotokana na mafuta ikiwa ni pamoja na ammonia inayotumika kuhifadhi mipira ya latex na vilainisho vya silicone. Kwa mujibu wa Go, mahitaji ya kondomu yameongezeka kwa takriban 30% mwaka huu, huku gharama za usafirishaji zikiongezeka na ucheleweshwaji wa mizigo ukizidi uhaba wa bidhaa. Akizungumza na Bloomberg alisema, katika nyakati ngumu matumizi ya kondomu huongezeka zaidi, na kwa sababu watu wanakuwa na wasiwasi kuhusu mustakabali wao kama vile ajira. Aliongeza, ukipata mtoto sasa utakuwa na mtu mwingine wa kumlisha. Kupanda kwa bei ya kondom kunaonesha jinsi vita kati ya Marekani, Israel na Iran ambavyo tayari vimeitikisa soko la nishati duniani pia vinaanza kuongeza bei za bidhaa nyingine kwa watumiaji. Utafiti mpya unaonyesha kuwa nauli za ndege zimepanda, ambapo tiketi za daraja la uchumi za bei nafuu zimeongezeka kwa wastani wa 24% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Wakati huo usumbufu wa usafirishaji katika eneo la Ghuba umesababisha kupanda kwa bei ya mbolea na uhaba wa gesi ya helium inayotumika kutengeneza chipu za kompyuta. Sekta maji ya chupa pia iko chini ya shinikizo, huku wazalishaji wakikumbwa na changamoto ya kupata malighafi. Mapema mwezi huu United Nations ilionya kuwa bei za sukari, maziwa na matunda zitapanda kutokana na gharama kubwa za usafirishaji. Wakati huo hali ya mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran bado haijawa wazi, baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema ataongeza muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya nchi hizo hadi pale mazungumzo yatakapopiga hatua.